Pasi na shaka mzima na buheri wa afya, mtazamaji wa TBC2 popote ulipo. Moja kwa moja kutoka Mikocheni, Dar es Salaam. Hii ni Jaba Habari, dakika 60 zenye kukujuza yaliyojiri ndani na nje ya mipaka ya Tanzania. Hii leo utakuwa nami Merinema Masawe nikishirikiana naye. Nami ni Richard Steven, tutashirikiana na Merinema Masawe kama alivyosema kukujuza kile ambacho tumekuletea katika Jaba tukiwa na dakika 60. Unaweza ukatufuatilia mbashara kupitia TBC YouTube, anwani yetu huko ni TBC2, unaandika na tarehe ya leo, nasi utatupata mbashara pale. Unaweza pia ukamtumia rafiki ili naye asiwe nyuma ajue kilichojiri leo huku katika Jaba Habari. Moja kwa moja tukupeleke katika muhtasari. Machache kati ya mengi tuliokuandalia ni pamoja na wavuvi Ziwa Victoria washukuru uwepo wa boti ya uokoaji. Wajumbe wa tume huru ya kuchunguza matukio Oktoba 29 watua mkoani Mara. Na kimataifa, baraza la mawaziri Ivory Coast la jiuzulu baada ya chama tawala kushinda kwenye uchaguzi wa bunge. Shambulio la Marekani laelezwa kuwaua watu 100 Venezuela. Katika michezo, Stars yapokelewa kwa kishindo ikitokea katika mashindano ya AFCON Morocco. Na kimataifa, Semenyo kutua Man City. Na kama ambavyo alikwambia mwenzangu Merinema Masawe alipokuwa akifungua kwamba ni dakika 60 za Jaba kukujuza kitaifa, kimataifa pamoja na michezo, bila kusahau katika upande wa mgeni tutakuwa naye hapa studio. Na moja kwa moja basi tuanze katika ukanda wa kitaifa kukujuza kile ambacho kimejiri. Wasafirishaji wa vyombo vidogo vya majini na upatikanaji wa mizigo katika mwalo wa Kigodeko Ziwa Tanganyika wamesema kupatikana kwa boti ya uokoaji na utafutaji ndani ya ziwa hilo kutawawezesha kunusuru maisha ya abiria pamoja na mabaharia pindi ajali zinapotokea. Wasafirishaji hayo wameeleza hayo mkoani Kigoma baada ya shirika la wakala wa meli TASAC kufanya majaribio ya boti ya pili ya usafirishaji na uokozi ya TASAC 2 katika Ziwa Tanganyika. Ziwa Tanganyika linatajwa kukabiliwa na changamoto ya pepo kubwa, hali inayosababisha kuathiri shughuli za uvuvi ikiwemo kupasuka kwa vyombo vya usafiri majini na abiria kuzama. Hivyo ujio wa boti la utafutaji na uokozi umeleta matumaini mapya kwa wasafirishaji wa abiria na mizigo ndani ya ziwa hilo. Hata huko upande wa kusini tuna pepo kama Sabasaba. Ni wazi pia pepo hizi zimekuwa zikileta madhara makubwa kwa wavuvi wetu na watumiaji wengine wa maji. Tumeshuhudia hapa katikati kama ni wavuvi basi wengi mitumba yao ikiwa inapasuka na baadhi yao kuzama na kupoteza maisha. Hivyo basi ujio wa boti hii unaenda kutatua changamoto zote ambazo nimezielezea hapo. Ujio wa boti hii kwa upande wetu sisi mabaharia tunashukuru sana, kwani ilikuwa ni changamoto kubwa ambayo ilikuwa inatukuta sisi katika ziwa letu hili. Pale ambapo tunaposafiri na ziwa hili kuchangia ni ndefu, unaweza kujikuta huko labda wima wa kaskazini Kagunga huko au wima wa kusini huko Sibwesa unapata ajali. Kwa hiyo hata kama ukitoa taarifa TASAC kipindi cha nyuma ilikuwa ni vigumu kukufikia, lakini kwa kipindi hichi nadhani itakuwa suluhisho limekwisha. Tulikuwa na uhaba sana wa vyombo kuokolewa, lakini TASAC kuleta chombo hichi kwa sababu kutuokoa tunafurahi sana. Lakini vile vile tulikuwa tuna mambo mengi, mfano for example tulikuwa tunaweza labda wavuvi wetu wanavamiwa labda na wa majambazi kule ya maji. Kweli serikali ikatusaidia vyombo vya polisi kwenda kuokoa, lakini ilikuwa bado kuna udhaifu wa vyombo vichache. Kwa kuwa vyombo tumeongezewa chombo cha kina spidi kubwa, naona tutakuwa tumetuokolea maisha yetu wavuvi pamoja na wavuvi wote kwa pamoja. Kwa hiyo tunashukuru. Adam Mamiro ni afisa mfawidhi wa shirika la wakala wa meli Tanzania TASAC mkoa wa Kigoma. Hapa anaweka wazi mikoa mingine inayonufaika na boti hiyo. Boti hili hapa limeshushwa tu Kigoma, lakini litahudumia ukanda wote wa Ziwa Tanganyika hadi Katavi, Rukwa, ukanda wote ambao uko Lake Tanganyika. Kwa maana hiyo sasa tuwatake watu wa huduma, wamiliki wa maboti, wamiliki wa vyombo vya uvuvi, mabaharia, pamoja na kuja chombo hiki cha uokozi, bado utaratibu wa kuzingatia sheria utaendelea kutekelezwa. Kwa hiyo tuendelee kutoa maelekezo, kila mtu ambaye mwenye chombo cha usafirishaji majini, haijalishi hata kama ni chombo cha uvuvi, kuendelea
kuhakikisha anakuwa na vifaa vya kujiokolea maisha. Kama mnavyofahamu, ndugu zetu wa Tanzania wengi wanafanya shughuli zao kwenye maji, ndugu zetu wavuvi, lakini kuna wasafirishaji wa mizigo na wasafirishaji wa abiria. Wanapopata dharura ya aina yoyote, sasa chombo hichi kitakuwa kinakwenda kutoa huduma hiyo. Na hichi ni kilio cha muda mrefu, wananchi walikuwa wanaomba huduma hii wafikie. Tunaishukuru sana serikali ya awamu ya 6 chini ya Daktari Samia Suluhu Hassan kwa kupokea kilio hichi, kusikia, na sasa kaweza kutufikishia boti ya uokozi kuokoa maisha ya Watanzania wenzetu. Kwa niaba ya shirika la wakala wa meli Tanzania TASAC tumefika hapa na sasa tumefanya majaribio na tumeona chombo hichi kiko sawa kwa ajili ya kuanza shughuli hizo. Ndugu zetu wavuvi mmefikiwa. Ndugu zetu wavuvi sasa mtakuwa mnaokolewa. Mnapopata changamoto, changamkieni kutoa taarifa, mtapewa maelekezo rasmi, na maelekezo yale rasmi yatakapotoka ya shughuli hii, sasa mtaanza kuwa mnapata huduma kwa wakati. TASAC 2 ni boti ya pili ya uokozi kufanyiwa majaribio ndani ya Ziwa Tanganyika baada ya boti nyingine kama hiyo kufanyiwa majaribio katika bandari ya Tanga. Na asante kwa taarifa hiyo. Katika jitihada za kuwawezesha vijana wanaohitimu elimu ya msingi kuwa na ujuzi wa kufanya shughuli za uzalishaji mali, serikali ya awamu ya 6 imeendelea kutekeleza mikakati ya ujenzi wa shule za msingi za amali zitakazoandaa wanafunzi kujiajiri, lakini pia wengine kutengeneza ajira katika sekta mbalimbali. Taarifa zaidi na Agustino Kihombo kutoka Iringa. Kupitia mkakati huo, serikali imetoa fedha kwa ajili ya ujenzi wa shule ya msingi ya amali iliyopo katika kijiji cha Kitoo, halmashauri ya wilaya ya Kilolo mkoani Iringa, shule inayolenga kutoa elimu pamoja na mafunzo ya vitendo katika stadi za kilimo kwa wanafunzi wa ngazi ya msingi. Serikali imetuletea fedha kwa ajili ya ujenzi wa shule mpya ya msingi kuanzia darasa la awali mpaka darasa la 6 kwa mchanganuo ufuatao. Bajeti iliyoidhinishwa milioni 329,500. Jumla ya fedha zilizotumika hadi tarehe 31 mwezi wa 12 2025 ni milioni 265,048,294. Akizungumza wakati wa ziara yake ya kukagua maendeleo ya ujenzi wa shule hiyo, mkuu wa mkoa wa Iringa Heri James amesema shule ya Kitoo imechaguliwa kuwa miongoni mwa shule zitakazotekeleza mtaala wa elimu ya amali kutokana na mazingira yake ya kilimo pamoja na fursa zilizopo kwa wanafunzi kujifunza kwa vitendo. Na hii sasa imechaguliwa kuwa ni shule ambayo itafundisha mtaala wa kilimo. Ndio maana jamii yetu hapa mnavyoona ni jamii ya wakulima, jamii ya wakulima. Kwa tumejenga shule hii kimkakati ili kuandaa watoto wa jamii za wakulima kuwa wakulima bora katika maisha yao. Shule hii itapewa kila nyenzo itakayomwandaa mtoto, akimaliza shule anatoka hapa akiwa anakijua kilimo na ana uwezo wa kufanya kilimo na anakipenda kilimo. Haya yote tunayafanya ili tuwe na jamii ambayo itakuwa na uhakika wa kuzalisha chakula cha kutosha na kufanya biashara kubwa inayotokana na mazao ya biashara. Aidha, mkuu wa mkoa ameieleza jamii sababu za kuanzishwa kwa mtaala mpya wa elimu ya amali. Lengo ni kwamba watoto wetu wawe na uwezo wa kutumia rasilimali zilizoko kwenye maeneo yao. Mtoto anayetoka kwenye jamii ya wafugaji awe na uwezo wa kuneemeka na ufugaji katika eneo lake. Mtoto anayetoka kwenye jamii ya wakulima aweze kumudu mazingira bora ya kilimo na tija ya kilimo. Mtoto anayetoka kwenye jamii ya uvuvi awe na mbinu na njia za kufanya uvuvi wa kisasa akiwa na umri mdogo, ili anapotoka pale asiseme anafuata maisha Dar es Salaam, badala yake atumie ardhi bora iliyoko nyumbani, atumie wanyama wengi walioko pale nyumbani, aweze kutengeneza kipato na kujiajiri yeye mwenyewe. Hata hivyo, pamoja na wananchi kuipongeza serikali kwa kuleta mradi huo muhimu, wameeleza changamoto mbalimbali zinazowakabili kijijini hapo. Sasa hivi wanasoma mbali, ila tunashukuru kwa kuwa wametusogezea jirani. Lakini kikubwa zaidi mtusaidie njia. Uwepo wa shule hii pamoja na ujenzi umefanyika vizuri, lakini awali ya yote, katika yote, upungufu wa uhaba wa maji hasa ni tatizo kwetu kabisa, na umeme na barabara pia. Tunashukuru kwa serikali kutuona na kutuletea shule hii. Kulingana na hali tuliyokuwa nayo, tunaona hata huduma ndogo ndogo zitaweza kusogea kwa sababu serikali imeona. Kutoka hapa wilayani Kilolo mkoani Iringa, mimi ni Agustino Kihombo wa Shukran kwako Agustino Kihombo. Kwingineko, naibu waziri wa maendeleo ya jamii, jinsia, wanawake na makundi maalum
Makundi maalum mhandisi Mary Priska Mahundi amewataka watoto waliokinzana na sheria na kulelewa katika shule ya maadilisho ya Irambo mkoani Mbeya kujutia makosa yao, kuwa watiifu na kuzingatia maadili ili wawe raia wema wanaporejea kwenye jamii. Taarifa zaidi na mwanahabari wetu Laudence Mkonda. Akizungumza wakati wa ziara yake katika shule ya maadilisho ya Irambo, Naibu Waziri Mahundi anasema watoto wengi hufikishwa katika shule hiyo kutokana na kutosikiliza wazazi na walezi, hali inayosababisha kujikuta wakikinzana na sheria. Watu wazima wangefanya makosa haya mlioyafanya nyinyi, wangefungwa kule kwenye magereza. Ndani ya muda utakaokaa hapa uwe umerekebika. Ukirudi kule mtaani, tunawaenda kuwaomba wazazi, tunawaomba jamii yote ya Tanzania, kwa sababu mmetoka mikoa mbalimbali kule, wasiwanyanyapae kwamba huyu alifungwa. Kuna mtu aliyefungwa hapa? Ila mpo kwenye shule ya maadilisho, hamna aliyefungwa baina yenu. Katika ziara hiyo, mbunge wa jimbo la Mbeya Vijijini Patali Shida Patali ameishukuru serikali kwa kuendelea kuboresha miundombinu, hususan kwa kutoa fedha kwa ajili ya ujenzi wa barabara ya Igoma Irambo inayorahisisha huduma katika eneo hilo. Tulipokuwa tunakuja, umeona tumepita barabara ya kutoka Igoma mpaka hapa Irambo ni takriban kilomita 9. Ametupatia fedha zaidi ya milioni 250 ambazo zimeenda kurekebisha ile barabara. Kwa upande wake, mwakilishi wa katibu wa Chama cha Mapinduzi mkoa wa Mbeya Amina Songolo amewataka watoto hao kutumia muda waliopo shuleni hapo kama fursa ya kujirekebisha na kuandaa mustakabali bora wa maisha yao. Kwa hiyo mkikaa hapa mnaandaliwa, ni bora pia mkawa na malengo. Kiongozi wetu hapa aliuliza, nani hapendi kuwa injinia? Hapa si mnasoma? Kuweni na malengo mazuri. Meneja wa shule ya maadilisho ya Irambo John Meshaki amesema watoto hufikishwa katika kituo hicho kwa makosa mbalimbali kwa lengo la kurekebishwa tabia. Makosa ambayo yanawaleta watoto hapa, wengine wamekuwa kwenye wizi, wengine unyang'anyi, ubakaji, ulawiti, na wakati mwingine wapo waliohusika na matendo kuhusishwa na nyara za serikali, na wengine wamefanya makosa ya mauaji. Mmoja wa watoto waliopo shuleni hapo ambaye jina lake limehifadhiwa ameiomba serikali na wadau mbalimbali kuwasaidia mahitaji ya msingi ikiwemo mavazi. Kuna watoto wengine wanaletwa hapa wakiwa haijulikani wazazi wao. Yaani wanaletwa ni kwamba wamekamatwa na kosa, wamehukumiwa, wameletwa. Wanapofika hapa wanakuwa hawana kitu chochote, hawana nguo, hawana chochote. Kwa hiyo maafisa wetu wanakuwa wanaingia gharama kubwa zaidi. Ambalo naibu waziri amehimiza hapa ni vijana hawa kuendelea kufuata maagizo na mafundisho ambayo wanapewa na walimu wao. Laudence Mkonda, TBC2, Jaba la habari. Sana Laudence kwa taarifa hiyo. Wajumbe wa tume huru ya kuchunguza matukio ya Oktoba 29 wametiwa mkoani Mara na kupokelewa na mkuu wa mkoa huo Mheshimiwa Kanali Evans Mtambi. Akizungumza ofisini hapo, mjumbe wa tume hiyo Balozi Ridhia Msuya amesema wamekuja kuchunguza madhara yaliyotokea na kujua namna ya kuboresha hali za wananchi. Yunus Himidi anayo taarifa zaidi kutoka mkoani Mara. Wajumbe wa tume huru ya kuchunguza matukio ya Oktoba 29 wametua mkoani Mara na kupokelewa na mkuu wa mkoa huo Mheshimiwa Kanali Evans Mtambi. Akizungumza ofisini hapo, mjumbe wa tume hiyo Balozi Ridhia Msuya amesema wamekuja kuchunguza madhara yaliyotokea na kujua namna ya kuboresha hali ya wananchi. Najua kwamba tumekuja tukiwa sehemu ya tume ya uchunguzi ya matukio baada ya uchaguzi na siku zinazofuata. Kulitokea kadhia ambayo ilipelekea watu kupoteza maisha, kuumia, mali kuteketea. Kwa hiyo Mheshimiwa Rais kwa mujibu wa sheria ameunda hii tume ili kuchunguza vitu gani vimetokea, madhara gani yamepatikana, tunatokaje hapa, maana hatakuwa na kawaida ya tuliyoyaona tarehe 29. Naye Balozi David Kapia ambaye ni mmoja wa wajumbe hao amesema wamekuja kuwasikiliza wananchi na viongozi wa mkoa ili kujua tukio hayo yalitokea vipi ili kuona namna bora ya kuboresha hali za wananchi. Muhimu ni kwamba tusikie uongozi wa mkoa na timu ya mkoa na wadau mbalimbali
hii hali imekuwa kwaje? Mlidhibiti namna gani? Maanake Msoma ilisikika sana, ilisikika sana. Kwa hiyo ndio maana kama alivyosema mwenzangu kwamba tuje tusikilize kwa makini na ushauri wenu kwa Mheshimiwa Rais. Upande wake mkuu wa mkoa wa Mara Kanali Mtambi amesema kama mkoa hawataki kuona matukio kama hayo yakitokea tena na kuahidi ushirikiano mkubwa kwa tume. Tulifikaje na yaliyojiri na tutatokaje? Kila mtu anakutizameni sasa, mtuambie tunatokaje hapo, kwa sababu hatupataki na hatutaki turudi tena kwenye hali kama hiyo. Kwa hiyo tuseme tu tuna matumaini makubwa na tume kama wana Mara, na tunakukaribisheni sana mfanye kazi hii iliyotukuka ili mtusaidie kama mkoa lakini pia kama taifa. Nikiripoti kutokea mkoani Mara, mimi ni Yunus Himidi, TBC2. Kabila la Wahadzabe, kabila ambalo lipo kaskazini mwa Tanzania, lililojizolea umaarufu mkubwa kutoka na aina ya maisha wanayoishi kwa kula matunda, asali na nyama mbichi. Kwa sasa kabila hilo linatajwa kuwa hatarini kupotea. Mwanahabari wetu Jen Edward kutoka Karatu mkoani Arusha anasimulia kwa undani. Baada ya Rais Dr. Samia Suluhu Hassan kufanya filamu ya Tanzania The Royal Tour mwaka 2022 na filamu hiyo kujizolea umaarufu mkubwa duniani, si tu mlima Kilimanjaro na Ngorongoro iliyojizolea umaarufu pekee, hata kwa kabila la Wahadzabe. Jambo hili linamuibua mkuu wa mkoa wa Arusha CPA Amos Gabriel Makala. Kwa hiyo naelekeza mwalinde Wahadzabe, walindwe Wahadzabe, walindwe. Leo Chaba yule anajulikana dunia nzima, Dudukwe anajulikana dunia. Hawa ni kama wafugaji tu wanaohama, wakikosa malisho wanahamia sehemu fulani. Wahadzabe wakikosa chakula wanahama, lakini pia wakifika usalama wao kawa mashakani pia wanahama. Leo dunia nzima inamtafuta Chaba, wanakuja kumuona Chaba. Kwa hiyo Chaba, kwa usalama wa maisha yao, waweze kupata mahitaji ya muhimu, lazima walindwe. Kutokana na mabadiliko makubwa ya tabia nchi, kabila hili litaweza kumudu mabadiliko hayo. Juzi nimeona paka wanakula nyoka. Manake digidigi hamna. Wanyama wale wa kuinda wa kawaida hamna. Wanaanza kuokoteza vitu vidogo vidogo. Haya, nyuki wale wanakula asali. Asali, vichuguu viko wapi? Sisi kule Singida asali tunatoa kwenye vichuguu na kwenye miti. Kwa hiyo miti mikubwa hamna ya kuweka asali. Kwa hiyo wako katika mazingira hatarishi. Wenye kuwaokoa ni wao. Lakini pia ndio jamii iliyobaki kwa uasili wake. Yaani wanaokuja kuona ni kuwaona wale watu wenye yaani wanaishi katika uasilia wao. Kwa hiyo nyie Karatu mna maeneo, akina Chaba wapo, Mkalama wapo. Kwa hiyo tuwalinde. Hata hivyo, baadhi ya wadau wa usalama, taasisi mbalimbali za utalii wamesisitizwa kuendelea kutoa nguvu katika kulinda kabila hilo ili lisipotee. Kutoka wilayani Karatu mkoani Arusha, mimi ni Jane Edward na hii ni TBC2. Na asante sana Jane Edward kwa taarifa hiyo. Wananchi kutoka kaya zaidi ya 300 zilizovamiwa na maji mtaa wa Katubuka, kata ya Katubuka, manispaa ya Kigoma Ujiji, wameiomba serikali kumsimamisha mkandarasi anayejenga mtaro huo wa kuondosha maji hayo ili mradi huo ukamilike kwa wakati na kuwaepusha na adha wanayokumbana nayo kwa sasa. Taarifa zaidi na Adela Madiane. Maji haya yaliyovamia makazi ya watu toka mwaka 2023 yamesababisha kaya nyingi kukosa makazi na kulazimika kuishi kwa kupanga, huku wengine wakiishi kwa ndugu wao wa karibu. Hili tatizo limeanza mwaka 2023 na nyumba nyingi bado zipo kwenye maji. So tunachoiomba serikali
itufanyie tu haraka, kwa kweli watusaidie ili tuweze kurudi kwenye makazi yetu, kwa sababu ili swala wasipolifanya haraka, na hii kipindi hiki tunaona watu wa mamlaka ya hali ya hewa TMA kila siku wanatoa utabiri wa hali ya hewa, swala la maji la Katubuka litaathiri mambo mengi sana, na kikubwa zaidi tunaomba hivyo tufanyia kwa haraka, kwa sababu watu tulitoka mle tuna nyumba zetu, lakini sasa hivi hali ya uchumi ni mbaya, watu wamepanga, hela hamna. Kwa hiyo utakuta mtu labda alipata mafao yake akajenga kajumba kake, akaona kwamba hapa ndio sehemu ya kumalizia uhai wake, lakini sasa imetokea changamoto. Kwa hiyo serikali labda ijaribu kufanya jitihada kusudi kuyatoa hayo maji, ili kusudi watu wafanyaje, warudi kwenye sehemu zao. Tulikuwa tumejenga pale, sasa hivi tunahangaika na sisi tunaanza kutoa kodi wakati tulikuwa hatujatarajia kufanyaje kutoa kodi. Baadhi ya wananchi wamesema kama ambavyo serikali iliahidi kuchimba mtaro na imetekeleza, basi isimamie suala la uchimbaji wa mtaro huu ili ukamilike kwa wakati, ili watu waweze kurejea katika makazi yao. Serikali ilitoa ahadi ya kwamba wanachimba mtaro, watatusaidia haya maji yatoke kwa haraka. Lakini kwa mtaro ambapo ulipoishia ni pafupi sana, kiasi kwamba yale maji imenyesha mvua 3 tu tayari maji yamerudi kama ilipokuwa mwanzo. Kwa upande wa serikali, meneja wa TARURA wilaya ya Kigoma amesema ujenzi wa mtaro huu utakamilika mwishoni mwa mwezi wa pili mwaka 2026. Kwa mujibu wa mkataba kazi hii itakuwa imekamilika kabla ya ifikapo tarehe 26 mwezi wa pili mwaka 2026. Kwa hiyo tunaamini kwamba kwa kipindi hicho mkataba utakuwa umekamilika na kazi itakuwa imeisha na maji yatakuwa yamepungua kwa kiasi cha kufungua barabara zote zilizofungwa na maji katika eneo la Katubuka. Mimi ni Adela Madiane, Wajibu Habari, TBC2 Kigoma. Naibu Waziri Ofisi ya Waziri Mkuu TAMISEMI anayeshughulikia elimu Mheshimiwa Ruben Kwagilwa ameagiza kukamatwa kwa mzabuni aliyeshinda tenda ya ununuzi wa mabati katika ujenzi wa shule ya sekondari ya wavulana Katavi baada ya kubainika kanunua bati zenye thamani ya shilingi milioni 198 zilizo chini ya kiwango na kuisababishia hasara serikali. Neema Hussein ana taarifa kwa undani. Karibu fedha kiasi gani? Milioni 198. Baada ya maelezo hayo, Kwagilwa alimwagiza mkuu wa wilaya ya Mpanda Jamila Yusufu kuhakikisha mtu huyo anakamatwa na kuchukuliwa hatua. Mheshimiwa DC, na kuelekeza huyo mtu atafutwe, akamatwe, aletwe hapa, arudishe milioni 198, achukue mabati yake takataka ambayo ameleta hapa. Mmenielewa? Hayo mabati ya ovyo yako wapi? Yako store. Mmenielewa? Atafutwe, apatikane, aletwe akiwa ameshikiliwa. Mheshimiwa DC, na kuelekeza aletwe hapa, alete milioni 198 na akabidhiwe hayo mabati yake mabovu. Mbali na miradi ya elimu, pia alitembelea daraja la Ikondamoyo na kutoa fursa kwa wananchi kusimulia jinsi walivyohatarisha maisha yao kabla ya daraja hilo kukamilika. Kukuta mto umejaa, usafiri hakuna, pikipiki hazipiti, magari hayapiti. Inafikia tu hata wakati wa mavuno, mtu anafika darajani anaangusha mzigo wa mahindi, gunia la mahindi, na vifo vingi vimetokea kwa watoto wachanga. Tumepoteza vijana kama wawili watatu hivi kwa kusombwa na maji hapa. Hata hivyo, kwa utamaduni wetu, unapokuwa na wakwe, ilikuwa inabidi hapa tunapofika inabidi tuchojoe nguo kwa ajili ya kuvuka huu mto. Sasa hata huko kidogo ilipungua nguvu, kwa sababu ilikuwa ikifika pale mpaka uiname ndio unavuka. Nimetoa ushuhuda mama huyu hapa kwa niaba ya wakazi wote wa eneo hili, namna madhara yalivyopatikana kwa miaka mingi kwa kukosa daraja hili na barabara hii. Daktari Samia Suluhu Hassan ameleta mahala hapa milioni 838 zimekuja kukamilisha mradi huu na kukomesha matatizo yote ambayo mama huyu ameyaelezea. Aidha, Kwagilwa ameipongeza halmashauri ya wilaya ya Mlele mkoani Katavi kwa utekelezaji wa miradi ya maendeleo, huku akizitaka halmashauri zingine kuiga mfano huo. Kwa kweli maeneo yote ya nchi yetu
viongozi wangeweza kusimamia miradi kwa namna hii ambayo Mlele mmefanya, tungepiga hatua kubwa sana. Ndio maana mimi kote ninakopita ninachukia, sipendi watu wenye mzaha kwenye mambo ya nchi. Mambo ya nchi hayataki mzaha. Serikali imeendelea kusogeza huduma za kijamii karibu na wananchi ili kutatua changamoto ya wananchi kutembea umbali mrefu kufuata huduma hizo. Neema Huseni, TBC2, Katavi. Na asante sana Neema Huseni kwa taarifa hii. Wananchi wa kijiji cha Makomebi kata ya Mbawala halmashauri ya Mtwara vijijini mkoani Mtwara wameiomba serikali kuharakisha kukamilisha mradi wa maji uliopo ili kunusuru afya zao pamoja na kulinda ustawi wa familia pamoja na ndoa zao. Suzana Mwazembe anayo taarifa zaidi. Mtazamaji, kama unavyoona hali ya maji ambayo ipo hapa katika kijiji cha Makomebi kata ya Mbawala halmashauri ya Mtwara vijijini mkoani Mtwara. Wananchi hawa wamelalamika kuhusiana na maji kutokuwa safi na salama, hali ambayo inapelekea homa za mara kwa mara. Kiukweli tunapitia changamoto ngumu sana. Maana tunakunywa maji ambayo hayako salama. Sio masafi kabisa. Kiukweli tunateseka, maana yanatuumiza matumbo. Kila baada ya wiki tunaharisha, tumbo zinatuuma, kwa hiyo tunapata shida. Tunawataumeza, tuna baridi. Hii yote sababu ya kutafuta maji. Yaani ndoa zetu ziko hatarini. Maana muda mwingine unaamka asubuhi na kuja kutafuta maji, mwanaume hakuamini. Yeye anapigia hesabu kwamba unaenda kwa mchepuko. Kumbe hiyo yote ni sababu tu ya kero ya maji. Kwa miundombinu ya maji tumeshatengenezewa, mabomba tumeshawekewa kijijini pale, yapo kijijini hapa Makomebi. Na huo mradi umeunganika vijiji viwili, Makomebi na Makomei. Na huo mradi ninahisi mpaka kuisha mwaka huu wenyewe walivyokadai kusema utakuwa umeshakamilika. Na umeshafunguliwa mradi, bado kufanya kazi tu. Kwa sasa hivi bila hamna maji. Yaani sisi tunaomba watumalizie tu ule mradi wa maji yatoke, tunywe maji safi na salama ili zikelo ziishe hapa kijijini. Hata mimi mwenyewe nimewahi kuumwa tumbo ndani ya nyumba, tumewahi kusumbuliwa tumbo, kaenda tu zahanati wakatuambia tu hali tu kawaida. Kwa hiyo kwa azi ya maji tunapata shida sana. Kwa hiyo tunaomba tu kama yale mabomba elewe kwa chini yale, basi watufanyie kazi serikali, watumalizie kusudi na sisi tuwe kama watu wengine wanatumia maji safi na salama, sio maji machafu kama haya. Sasa ni hali halisi ya maji, kwa sababu kama ninavyokuelekeza sasa hivi sema umekuja kwa sababu umekuja muda wa masika. Lakini kama muda wa kiangazi pale inafikia sedi hata magomvi, wanawake wanagombana sababu mtu anakuja na ndoo 5 6. Jina naitwa Salum Bakari Liwingu, mwenyekiti wa kijiji cha Makomebi. Hali ya maji kwa kweli sio safi na sio salama, kwa sababu maji yenyewe haya yanapopatikana hapo vyanzo vyake haviko salama zaidi. Mvua zinaponyesha huwa maji yanatoka juu yanateremkia hapa chini, kwa hiyo hali ya usalama kwa afya sio safi. Athari zipo sana kwa magonjwa ya tumbo, kuhara, kutapika kwa wananchi. Hiyo hali huwa inajitokeza kila baada ya mwezi fulani, utasikia watu hali za afya ziko sawa. Hadi ule mradi tangu uanze kujengwa huu ni mwaka wa 3. Wameanza kujenga tangu mwaka jana, wakafanyia uzinduzi wa awali, wakadai hautachelewa watakuja kufungua, mpaka leo bado. Tumebahatika kuzungumza na kaimu meneja wa RUWASA, naye alikuwa na haya ya kusema. Ofisi ya meneja wa RUWASA wilaya ya Mtwara inaendelea na usimamizi wa miradi mbalimbali ikiwemo mradi wa maji Makome. Aidha bado tumefikiria kutekeleza mradi ule kwa njia ya loko fundi kwa kutumia wataalamu wa ndani ili kuwawezesha wananchi wa maeneo ya Makome kuweza kupata huduma hiyo kwa haraka. Tunakadiria ndani ya kipindi cha miezi 2 mpaka 3 tumekamilisha kabisa hatua zote hizo. Kutoka hapa katika kisima ambacho wananchi hawa wanapata maji, Suzana Mwazembe, TBC2, Mtwara. Serikali mkoani Shinyanga imesema itachukua hatua za kisheria kwa kampuni zinazotoa mikopo kwa riba kubwa ambazo zimetajwa kusababisha migogoro kwa wanandoa, na badala yake wajikite katika kuomba mikopo hiyo katika taasisi zilizosajiliwa kisheria, ikiwa ni pamoja na ile ya 10% inayotolewa na halmashauri. Salvatore Ntandu ameandaa taarifa zaidi kutoka Shinyanga. Pale ukiulizia wewe mzigo, huo mzigo utaambiwa wewe jomba wewe. Hebu kajipangeni kwanza mje kazaa.
alafu mje na mavitambulisho sijui na makadi ya benki. Ni katika mkutano wa hadhara wa mkuu wa wilaya ya Shinyanga Julius Mtatiro wa kusikiliza na kutatua kero za wananchi, hoja ya wananchi kukosa mikopo inaibuka. Teostina Rugambwa na Hassan Walopa ni baadhi ya wakazi wa mkoa wa Shinyanga, na hapa wanaeleza shubiri wanazozipitia katika uombaji wa mikopo. Akina mama tunakauka. Manake ukienda hivi ukirudi ujalipa huo mkopo unafilisiwa. Na hiyo mali unayofilisiwa ni ya mume wako. Mume wako ndiye alitafuta. Akikuta nyumba iko wazi, iko tupu, mali zake hazipo, unafungasha mizigo unaondoka. Pale tangia mwezi wa pili mwaka jana mpaka leo hii Januari hii 2026 sijapata mwafaka wote wa kuhusu mkopo huo. Na siongelei mimi kama mimi, ila nawaongelea vijana wote ambao wanahitaji kufanya kazi. Awali akijibu hoja hiyo, Alexius Kagunze, mkurugenzi wa manispaa ya Shinyanga, amesema tayari mikopo imekwisha anza kutolewa, huku Julius Mtatiro akitoa kauli ya serikali. Milioni 400 hizo na 90 zimetolewa, na hivi ninavyoongea baadhi ya vikundi vimeshapata hela. Kulikuwa na changamoto za kibenki ambayo sasa sio ya halmashauri, kwamba baadhi ya vikundi vikaa vinapokea fedha, vikundi vingine vikaa fedha havijafika. Tatizo wananchi wetu, hawa watu wanawatisha maisha, na akikutishatisha unaona kabisa kama vile wewe uko chini yake. Wewe uko chini yake, wewe uko chini ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kama kuna mtu amekuunia kwenye masuala ya utoaji wa mikopo, tutafuatilia tujue kama alikuwa na leseni, sawa, tuambie una leseni, umefanya sahihi kumkopesha. Lakini jambo la pili, ulikuwa na leseni lakini umemkopesha kwa riba ambayo sio ya kisheria, tutamchukulia hatua na tutalinda haki yako. Kutoka mkoani Shinyanga, Salvatore Ntandu, na hii ni TBC2. Na asante sana Salvatore Ntandu, na taarifa hiyo ya Salvatore Ntandu ndio inayotupeleka mapumziko. Punde si punde Mary Neema Masawe atakuja hapa katika upande wa habari za kimataifa. Ni kukaribisha tena mtazamaji wa TBC2 ndani ya Jaba Habari, na hivi sasa ni muda wa taarifa za kimataifa. Cote d'Ivoire imeingia katika kipindi muhimu cha kisiasa baada ya baraza la mawaziri kujiuzulu kwa pamoja kufuatia ushindi mkubwa wa chama tawala cha Rais Alassane Ouattara katika uchaguzi wa bunge. Kwingineko, waziri wa mambo ya ndani wa Venezuela Diosdado Cabello amesema watu 100 wameuawa katika shambulio la Marekani la Jumamosi lililomuondoa Rais Nicolas Maduro madarakani. Serikali ya taifa hilo haikuwa imetoa idadi ya waliouawa hapo awali, lakini jeshi lilichapisha orodha ya majina 23 ya wanajeshi wake waliofariki. Maafisa wa Venezuela wamesema sehemu kubwa ya kikosi cha ulinzi wa Maduro kiliuawa kwa kikatili, na Cuba imesema wanajeshi na maafisa wake wa kijasusi 32 waliokuwa Venezuela waliuawa. Mwanahabari wetu Godbless Kombe ana undani wa taarifa zote hizi. Baraza la mawaziri Ivory Coast la jiuzulu baada ya chama tawala kushinda kwenye uchaguzi wa bunge. Ivory Coast imeingia kwenye kipindi muhimu cha kisiasa baada ya baraza la mawaziri kujiuzulu kwa pamoja kufuatia ushindi mkubwa wa chama tawala cha Rais Alassane Ouattara katika uchaguzi wa bunge. Hatua hiyo imekuja wiki chache baada ya Ouattara kushinda tena urais kwa kishindo na kuapishwa kwa muhula mwingine, jambo lililoimarisha zaidi udhibiti wa kisiasa wa chama chake. Kujiuzulu kwa mawaziri ni jambo la nadra katika nchi za Afrika zinazotumia lugha ya Kifaransa, na Rais Ouattara anatarajiwa kuunda baraza jipya la mawaziri kabla ya mwisho wa mwezi huu, huku serikali iliyopo ikiendelea na majukumu ya kila siku. Ushindi huo haujakosa ukosoaji. Vyama vya upinzani na asasi za kiraia zimepinga kuondolewa kwa wagombea wakuu katika uchaguzi, zikisema hatua hiyo ilipunguza ushindani wa kisiasa. Hata hivyo, wakosoaji wanakiri Ouattara ameongoza moja ya vipindi thabiti vya kiuchumi, akisimamia miradi mikubwa ya miundombinu.
Kwingineko, shambulio la Marekani laelezwa kuua watu 100 Venezuela. Waziri wa mambo ya ndani wa Venezuela amesema watu 100 wameuawa katika shambulio la Marekani la Jumamosi lililomwondoa Rais Nicolas Maduro madarakani. Serikali ya taifa hilo haikuwa imetoa idadi ya waliouawa hapo awali, lakini jeshi lilichapisha orodha ya majina 23 ya wanajeshi wake waliokufa. Maafisa wa Venezuela wamesema kuwa sehemu kubwa ya kikosi cha ulinzi cha Maduro kiliuawa, huku Cuba ikithibitisha kuwa wanajeshi wake pamoja na maofisa wa ujasusi waliokuwa nchini Venezuela pia walipoteza maisha. Jumanne iliyopita, rais wa mpito wa Venezuela Delcy Rodriguez alitangaza wiki moja ya maombolezo kwa wanajeshi waliouawa katika uvamizi huo. Hapo awali, mamlaka za Venezuela hazikutoa idadi rasmi ya waliouawa, ingawa jeshi lilichapisha orodha ya majina 23 ya wanajeshi wake waliopoteza maisha. Naam, shukran Godbless Kombe kwa taarifa za kimataifa. Hivi sasa tupate mapumziko kwa ufupi. Tukirejea hapa tutaungana naye Richard Steven akiwa na mgeni wetu Tumaini Masanja. Mada ni mipango na maendeleo binafsi. Unajua hivi sasa TBC2 tunapatikana kiganjani kwako popote ulipo duniani kupitia website yetu. Cha kufanya, ingia Google au Chrome, andika tbc.go.tz. Mfumo utafunguka kama hivi, kisha bonyeza kwenye mistari hii mitatu hapo juu kushoto, kisha chagua TV na radio. Halafu moja kwa moja chagua TBC2 na hapo utaendelea kupata burudani za kijanja zaidi. TBC2 ya kijanja zaidi. Unajua hivi sasa TBC2 tunapatikana kiganjani kwako popote ulipo duniani kupitia website yetu. Cha kufanya, ingia Google au Chrome, andika tbc.go.tz. Mfumo utafunguka kama hivi, kisha bonyeza kwenye mistari hii mitatu hapo juu kushoto, kisha chagua TV na radio. Halafu moja kwa moja chagua TBC2 na hapo utaendelea kupata burudani za kijanja zaidi. TBC2 ya kijanja zaidi. Unajua hivi sasa TBC2 tunapatikana kiganjani kwako popote ulipo duniani kupitia website yetu. Cha kufanya, ingia Google au Chrome, andika tbc.go.tz. Mfumo utafunguka kama hivi, kisha bonyeza kwenye mistari hii mitatu hapo juu kushoto, kisha chagua TV na radio. Halafu moja kwa moja chagua TBC2 na hapo utaendelea kupata burudani za kijanja zaidi. TBC2 ya kijanja zaidi. Unajua hivi sasa TBC2 tunapatikana kiganjani kwako popote ulipo duniani kupitia website yetu. Cha kufanya, ingia Google au Chrome, andika tbc.go.tz. Mfumo utafunguka kama hivi, kisha bonyeza kwenye mistari hii mitatu hapo juu kushoto, kisha chagua TV na radio. Halafu moja kwa moja chagua TBC2 na hapo utaendelea kupata burudani za kijanja zaidi. TBC2 ya kijanja zaidi. Naam, mtazamaji wetu, sasa ni sehemu ya pili katika Jaba. Tumetoka katika habari za kitaifa tukaja kimataifa, na sasa tumebahatika kuwa na mgeni hapa studio zetu za TBC2, na kama unavyojua mwaka ndiyo kwanza umeanza. Ikiwa leo ni tarehe 8 ya mwezi wa kwanza mwaka 2026. Mwaka unapoanza watu huwa na malengo mbalimbali. Mtu binafsi, taasisi, shirika, kila mtu anakuwa na malengo. Kwa hiyo tukaona ni vyema mwaka huu unapoanza
tulete mtaalamu hapa tuzungumze ni kwa namna gani mtu anaweza kuwa na malengo yake binafsi, lakini pia sio kuwa na malengo yake binafsi, ni kwa namna gani anaweza kuyafanikisha malengo yake binafsi. Lakini pia mwaka jana ulikuwa na malengo yale ambayo malengo ya mwaka jana hayakutimia, unayaweka vipi kwa mwaka huu? Hayo yote tunazungumza naye hapa ndugu yetu tumebahatika kuwa naye. Huyu ni Tumaini Masanja, anatoka AYLF, ni mtaalamu hasa katika maeneo ya mipango. Karibu sana. Asante sana. Heri ya mwaka mpya. Heri ya mwaka mpya kwako pia. Naam, wanasemaga tumeuona. Hakika tumeuona dhahiri shairi. Naam, dhahiri shairi. Yeah. Ni mdau wa Kiswahili wewe. Haswa ni mwalimu wa lugha ya Kiswahili pia. Aha. Shukrani sana. Tunafahamu kila mwanadamu ana malengo. Na unapokuwa malengo lazima kuwe na muda. Hakika. Maana malengo yanapokuwa bila kutokuwa na muda huwezi kujua umeyatekeleza ama la. Kwa nini ni lazima mtu awe na malengo hasa pale anapofanya vitu mbalimbali? Kwa mfano, kwa mwaka huu ni kwa nini kila mtu lazima awe na malengo yake mwenyewe? Naam, kwanza tunapotafakari dhana halisi ya kujiwekea malengo, hatuna budi kujikumbusha nyuma kwamba malengo ya kila mwaka yanaanzia pale ambapo umekomea malengo uliokuwa nayo mwaka uliopita. Mfano, tumekuwa na mwaka 2025, kila mmoja alikuwa amejiwekea malengo yake, ameyatimiliza kwa kiasi fulani. Tunapoanza mwaka huu 2026, tunaanzia pale pale afu tunaweka malengo mengine. Na hayo malengo yanakuwa ni kama kichocheo cha maendeleo ya mtu binafsi. Ndio maana tunaita malengo binafsi. Malengo binafsi maana yake yanamgusa mtu mmoja mmoja, mtu husika au taasisi fulani au jamii fulani kulingana na kile ambacho wamekusudia kukifanikisha kwa mwaka husika. Kwa malengo hayo lazima yawe na sifa mahususi. Kwanza lazima yawe ni malengo ambayo yana umahususi ndani yake, yani yawe ni specific, lakini pia yawe na uwezo wa kupimika. Yanapokuwa ni malengo ambayo yanapimika, pia baadaye tunakuja kuona lazima yawe na sifa ya kufanyika. Unaweza kuwa na malengo ambayo wewe mwenyewe pia yanakuzidi uwezo wa kuyafanya. Kwa maana yake malengo pia yanaambatana na uwezo wa mtu binafsi. Na mwisho kabisa lazima yawe na uwezo wa kupimika. Tunapozungumzia kuyapima, tunayapima kulingana na muda maalum ambao umejiwekea. Na hapo kwenye malengo ndio tunapata malengo ya aina kuu mbili. Kuna lengo kuu na kuna malengo madogo madogo, kwa maana ya malengo mahususi. Kwa hiyo unajipangia kwa mwaka mzima natakiwa labda nifanikishe jambo fulani, lakini ndani ya hilo jambo lazima kuwe na mchakato wa kupitia hatua mbalimbali. Na hapo ndipo unapojiwekea malengo madogo madogo, labda lengo dogo la kukamilisha ndani ya wiki, unajionea labda ndani ya taasisi au ndani ya maisha ambayo unayaendesha wewe binafsi. Hafu unajiwekea lengo lingine labda kukamilisha ndani ya mwezi mmoja, baada ya miezi mingapi, mitatu, baada ya miezi mitatu unajipima kwamba ni kwa kiasi gani ninasonga mbele. Taifa linapokuwa na malengo linakuwa na watu wanaoliongoza ili kufikia yale malengo. Haswa mtu binafsi anapokuwa na malengo, tunazungumzia uongozi binafsi. Ni kwa namna gani mtu anapaswa kuwa na uongozi wake binafsi unaweza kuchagiza yale malengo kufikia? Na unapozungumzia tena, umezungumza vizuri kabisa, taifa lina uongozi, lakini uongozi uliopo unatokana na viongozi walioko ndani ya taifa. Na hapo ndo tunakuja kutengeneza kitu kinaitwa uongozi binafsi. Malengo binafsi hayawezi kutimilika kama hakuna uongozi binafsi. Maana yake unapozungumzia dhana ya uongozi binafsi, tunaangalia uwezo wa mtu binafsi kujiongoza katika kutimiliza yale ambayo amejiwekea kwamba makusudi yangu mwaka huu ni kufanya 1, 2, 3. Kwa lazima ajizatiti katika uongozi wake. Maana yake uongozi binafsi una nafasi kubwa ya kutimiliza malengo ambayo anayo mtu fulani. Na uongozi binafsi tunaupima kwa sababu unatokana na mtu mwenyewe ndani yake anajiambia nini. Uongozi binafsi unamwambia ajiwajibishe au ajibike kwa ajili ya kitu ambacho amekipanga. Uongozi binafsi unamwambia afanye kitu kwa wakati,
Kwa hiyo maana yake uweze kutegemea mtu mwingine aje kuambia kwamba wewe fanya jambo hili kwa wakati, wakati ni ukuta na nini. Unajisukuma kutoka ndani yako, unajiwajibisha kutoka ndani yako, unajipangia kutoka ndani yako. Na huo ndio uongozi ambao tunauzungumzia leo, kwamba uongozi binafsi kwa maana yake ni kama kichagizo kikubwa cha haya malengo mahususi ambayo mtu amejiwekea ili kuyatimiza. Nafasi ya nidhamu katika kujiwajibisha ikoje unapoweka malengo? Tumeshuhudia huko nje unapokosea wapo watu watakao kuwajibisha, lakini wewe mwenyewe sasa umejiwekea malengo, unaona hapa nilikosea, nilisema nitaweka labda saving ya 200, kweli niliweka 200, lakini nikatoa 100 nikaitumia katika sehemu ambayo sikutakiwa. Sasa tuna nafasi ya kujiwajibisha ikoje? Ya, nadhani jambo kubwa ambalo linaweza likawa linafanya kazi kubwa kwenye uongozi binafsi na kwenye malengo binafsi ni hilo la nidhamu. Watu wengi wakati mwingine wamekuwa na malengo mazuri sana lakini wakishaanza wakifika katikati wanaanza kupotea. Ni kwa sababu wamekosa nidhamu ya kujiwajibisha. Maana yake ili uweze kufanikiwa lazima uwe na desturi ya kujipa adhabu wewe mwenyewe, kwamba hapa nimekosea, sasa nifanye nini? Jipe adhabu mwenyewe. Labda jinyime vitu fulani, mfano labda kuna vikundi vya uwekezaji, nenda kawekeze fedha fulani ambayo unaipata kutokana na kile ambacho nacho. Adhabu yenyewe inaweza kutoka labda kuna hela ulikuwa unazitumia vibaya sehemu fulani, acha kutumia vibaya. Na hapo ndipo watu wengi wanashindwa kufanikiwa kwenye swala la nidhamu. Mtu anapata pesa leo anasema bana piga pesa, ponda maisha, kesho ndapata nyingine. Kesho ndapata nyingine. Hapo hiyo kesho nyingine huwezi kuipata hiyo pesa, unaanza kuhangaika na maisha ndani ya jamii. Kwa maana yake jambo la msingi, binadamu wanapohangaika na maisha haya, wanapohangaika na malengo yao, wasisahau eneo la nidhamu na kujiwajibisha wenyewe baadaye ya kusubiria uje uwajibishwe. Ndani ya taasisi watu wawe na utamaduni wa kujiwajibisha. Ndani ya serikali watu wawe na nafasi ya kujiwajibisha kabla ya kuwajibishwa na mabosi wao au na viongozi walio juu yao. Tukielekea kumalizia, ni mambo gani hasa ya msingi zaidi mtu anatakiwa azingatie pale anapoweka malengo moja, lakini pia ili kufanikisha yale malengo aliyoweka? Jambo la kwanza ni matumizi sahihi ya muda. Huwezi kufanikiwa kwenye malengo uliojiwekea au tuliojiwekea kama tutakuwa ni watu wa kupoteza muda kila wakati. Tujiambie, mfano kwenye kuamka, wewe unalala mpaka saa 2, unalala mpaka saa 3. Kuna mtu ameamka saa 11 alfajiri ameshaanza kufanya kazi. Kama tunataka kufanikiwa lazima matumizi ya muda tuyazingatie sana. Pili, tuwe na nidhamu ya fedha na rasilimali ambazo tunazitumia katika kufanikisha haya malengo tulionayo. 3, tutumie rasilimali watu wanaotuzunguka na rasilimali fedha tulizonazo ili kuhakikisha kwamba kila ambacho tumekiplan au tumekipanga ukifanikisha kiweze kufanikiwa. Na jambo la mwisho, uwajibikaji inahitajika sana ukijumulisha na uadilifu. Uadilifu ukikosekana jambo lolote haliwezi kufanikiwa. Uadilifu na uaminifu usipoonekana, watu wanashindwa kujizuia na kushindwa kufanikisha yale ambayo wanatakiwa kuyafanikisha. Tukumbushane siku zote, kile unachokiona ndani yako ndicho kitakachoweza kuonekana katika matendo ya nje. Kwa maana yake tujiweke vizuri kwenye eneo la uongozi binafsi ili kila ambacho tunakiona kutimiza malengo yetu kiweze kuwa bayana na watu waone matokeo ya kila ambacho tumekifanikisha. Kwa maana hiyo muonekano wa uongozi wako wa nje ndio mwanzo wake ni uongozi wako binafsi wa ndani. Dhahiri shairi, ukimwona mla rushwa ujue alianza kuona rushwa ndani yake. Ukiona mwizi alianza kuona wizi ndani yake. Ukiona mtu mwenye huruma, mwenye matendo mema, anasifiwa na jamii yote, ujue alianza kuona huo uzuri ndani yake, halafu akaja kuuishi. Alipouishi ulileta matokeo chanya, aliposhindwa kuishi ulileta matokeo mabaya. Leo hii tunajikuta vijana wengi wanalaumiwa kwenye jamii, lakini kumbe yawezekana wamekosea tu kwenye eneo la uongozi binafsi. Sasa wafundishwe vijana, watengenezewe madarasa maalum ili kufikia ndoto zao. Tunaweza kusogea kule ambako tunapata
Naam, nikushukuru sana. Shukrani sana. Na mtazamaji wetu tulibahatika kuwa naye hapa ni ndugu Tumaini Masanja. Tulikuwa tukizungumzia swala zima la malengo tukihusanisha hasa na uongozi binafsi, kama ambavyo amesema. Uongozi unaanzia ndani. Kile ambacho unachokiona nje kwa mtu basi jua kilianzia ndani zaidi. Hasa kwa vijana tuna nafasi kubwa ya kuweka malengo yetu, kuangalia muda, lakini kubwa zaidi kuwa mfano bora katika jamii. Tamati ya sehemu ya mahojiano katika siku la Jaba la leo, na tunakwenda mapumziko. Mara baada ya mapumziko, Isiaka Nyamihasa atakuwa hapa katika upande wa habari za michezo. Unajua hivi sasa TBC2 tunapatikana kiganjani kwako popote ulipo duniani kupitia website yetu. Cha kufanya, ingia Google au Chrome, andika tbc.go.tz. Mfumo utafunguka kama hivi, kisha bonyeza kwenye mistari hii mitatu hapo juu kushoto, kisha chagua TV na radio. Halafu moja kwa moja chagua TBC2 na hapo utaendelea kupata burudani za kijanja zaidi. TBC2 ya kijanja zaidi. Na mtazamaji wa Jaba Habari, ni imani yangu kwa ubuheri wa afya. Karibu katika jalamba la kimichezo niweze kujuza yaliyojiri katika viwanja mbalimbali vya kimichezo hapa nyumbani Tanzania, lakini pia nje ya mipaka ya Tanzania. Jina langu ni Isiaka Nyamihasa. Karibu tuanzie hapa nyumbani ambapo timu ya taifa ya Tanzania, Taifa Stars, imewasili nchini mapema leo hii ikitokea nchini Morocco baada ya kuondoshwa kwenye mashindano ya AFCON katika hatua ya mtoano ya 16 bora. Waziri wa Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo Mheshimiwa Paramagamba Aidan Kabudi na naibu waziri Mheshimiwa Hamisi Mwinjuma wameongoza wa Tanzania kuipokea Stars, huku Mheshimiwa Kabudi akisema wanajeshi hao watakutana na mama Januari 10 katika chakula cha mchana pale Ikulu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Tupate undani wa taarifa hii. Timu ya Taifa Stars imeifanya siku yetu njema inayotuanzishia mwaka 2026 katika sekta ya michezo, lakini mambo mengine yote nchini Tanzania kuwa mambo yameanza vizuri. Na kurejea kwao na ushindi huu walioupata wa kufika hatua hiyo, sisi kwetu ni mwanzo sasa wa maandalizi ya ushiriki kamilifu na ushindani kamilifu wa Tanzania katika mashindano ya AFCON 2027 ambayo sisi Tanzania, Kenya na Uganda tutakuwa wenyeji kwa pamoja. Tufikishe kwao na Watanzania wote salamu nyingi za Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan, ambaye ameniagiza nifike hapa kuwapokea wachezaji ambao baada ya mechi yao walichukua uamuzi wa kuwapelekea ndege ambayo imekwenda kuwachukua na kuwaleta hapa, ikiwa ni moja ya dalili au moja ya ishara ya kuheshimu kazi kubwa ya kizalendo ambayo wameifanya. Nami nichukue nafasi hii kumshukuru sana Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kuiwezesha Taifa Stars kwa hali na mali, lakini kuiwezesha sekta ya michezo kwa hali na mali kufikia hatua hii ambayo tumefikia. Na yeye mwenyewe tarehe 10 atakutana na wachezaji wote wa Taifa Stars na wachezaji wa michezo mingine ambao wameshinda katika mashindano mbalimbali, yao ya riadha, yao ya cricket, kwa chakula cha mchana pale Ikulu, ili kuweza kuwapongeza wote kwa kazi nzuri ambayo wameifanya. Lakini hata hivyo ni ishara nzuri kwa vile tunakuja kuandaa AFCON mwaka 2027 na tumeona kwamba timu yetu inaweza kuprogress. Kwa hiyo si tu kama waandaaji, lakini pia kama washiriki tutakuwa washindani na sio washiriki tu. Kwa hiyo nitumie fursa hii kuwapongeza timu yetu na niwakaribishe tena nyumbani. Hamna deni na sisi, mmefanya lile tulilowatuma, mmeiwakilisha bendera yetu vilivyo na kila mtu anajivunia nyinyi, akiwemo Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan, na ndio maana aliweza kutoa ndege iende ikawaokote wanaye na kuwarudisha nyumbani. Taifa Stars oye!
Naam, huyo ni Mheshimiwa Hamisi Mwinjuma pamoja na Waziri wa Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo Mheshimiwa Paramagamba Kabudi walipokwenda kuwapokea wanajeshi wa timu ya taifa Tanzania Taifa Stars katika uwanja wa kimataifa wa ndege wa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere jijini Dar es Salaam. Lakini pia mashabiki ambao wamefika katika uwanja wa kimataifa wa ndege wa Mwalimu Julius Nyerere wametoa maoni yao juu ya kiwango cha Taifa Stars na kuziomba mamlaka kumpa mkataba wa kudumu kocha Miguel Gamondi ili aifikishe Stars kwenye nchi ya ahadi. Leo tumekuja kupokea Taifa Stars, mashujaa wetu hawa tumekuja kuwaheshimisha kwa kile ambacho wamekifanya Morocco. Tumeona kwa mioyo ya dhati, sisi mashabiki tusiwaache kinyonge, wasipokelewa kinyonge. Taifa lijue thamani ya Taifa Stars, uzalendo kwanza, mengine baadaye. Ndio maana tuko hapa kuwapokea mashujaa wetu ambao kwa mara ya kwanza wamecheza hatua ya 16 bora, haijawahi tokea. Niwapongeze Taifa Stars, benchi ya ufundi chini ya Gamondi, TFF na serikali kwa jitihada kubwa mpaka leo Taifa Stars imepata mafanikio. Kwa kama kafanikiwa kwamba tumeachieve target yetu. Kama tumeachieve target, lakini sifa namba moja, serikali wamefanya kazi kubwa sana. Inabidi wapongezwe kwa kazi ambayo wameifanya. Pili, kumpata mwalimu kama Gamondi ambaye anajua kucheza mechi ngumu. Kwa hiyo shauri Gamondi aachwe mpaka 2027. Atafute benchi la ufundi anayotaka yeye, ili tuweke target nyingine ya kuipeleka Stars nusu finali. Na anasemaje, timu ya taifa Mungu ajalie Gamondi apewe timu ya taifa mpaka 2027 mpaka 2028. Ni kocha bora sana. Tumefurahi kwa kweli. Hakuna Mtanzania safe fly. Mwenyezi Mungu ametujalia, na pongezi za tatu na za mwisho ziende kwa rais wetu wa nchi. Ametufanya tuwe hapa na ametufanya tuwe na furaha, na ametupa ndege, ameenda kuwachukua wachezaji na kuwarudisha hapa. Hongera, Mwenyezi Mungu ampe afya njema rais wetu Samia Suluhu. Na mambo yalikuwa ni mwele, mambo yalikuwa yelelele, mambo yalikuwa ni mazuri pale katika uwanja wa kimataifa wa ndege wa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere International Airport. Na nikukumbushe michuano ya kombe la michuano ya NMB Mapinduzi Cup inaendelea usiku huu kwa mchezo mmoja wa nusu finali kati ya Simba dhidi ya Azam FC, huku kesho Yanga wakikipiga na Singida Black Stars. Yanga na Singida wanakutana ukiwa ni mchezo wa 12, ambapo katika michezo 11 iliyopita Yanga wameshinda michezo 8, sare moja, huku Singida wakishinda michezo 2. Mshindi kati ya Simba na Azam atakutana na mshindi kati ya Yanga na Singida kwenye hatua ya fainali, huku bingwa akinyakua kitita cha shilingi milioni 150 na mshindi wa pili ni milioni 100 za Kitanzania. Lakini pia nikukumbushe leo ligi ya wanawake imeendelea na Simba Queen pamoja na JKT Queens wamemenyana na mchezo umetamatika kwa sare ya bao 1-1. Mpaka hapo tunaweka nukta katika habari za michezo za hapa nyumbani. Tunaelekea katika anga la kimataifa, ambapo kule habari kubwa ni juu ya nyota wa kimataifa wa Ghana Antoine Semenyo ambaye amejiunga na Manchester City na tayari ameshaaga katika timu yake ya Bournemouth. Poa Mala anatupa undani wa taarifa hii. Na moja kwa moja tutazamie jaba michezo kimataifa. Mshambuliaji wa klabu ya FC Bournemouth Antonio Semenyo leo amefanya vipimo vya afya ndani ya klabu ya Manchester City, huku taarifa zinasema atasaini mkataba mrefu utakapomweka katika viunga vya Etihad mpaka 2031, siku 3 zijazo. Antonio Semenyo amewashawaaga viongozi na mashabiki wa klabu hiyo ya Bournemouth kufuatia goli la ushindi alilofunga jana katika mechi ya EPL dhidi ya Tottenham Hotspur. Kwingineko, meneja wa klabu ya Crystal Palace Olivier Grasner amesema yupo tayari kusaini kandarasi mpya ndani ya klabu hiyo ikiwa mkataba wake unaelekea ukingoni. Na wakati huo huo, dau la pound milioni 20 limewekwa mezani na Liverpool ili kumngoa beki wa Palace Marc Guehi mwezi huu Januari. Na tukatazamia habari nyingine kwamba mlinzi wa Liverpool Joe Gomez mwenye miaka 28 na beki wa Nottingham Forest Brazil Murillo mwenye miaka 23 kibindoni ni machaguo mawili ambayo AC Milan imepanga kuwaweka katika rada zake msimu huu kuimarisha safu ya ulinzi inayoongozwa na Tomori. Na hizo ni habari za michezo kimataifa. Mimi ni Paul Mara, tukutane wakati mwingine.
Nikukumbushe usiku wa leo kuanzia majira saa 5 kamili usiku ni mechi ya ligi kuu ya Uingereza kati ya Liverpool dhidi ya Arsenal, lakini tukutane kesho pia katika AFCON ambapo mechi za robo finali zinaendelea jioni ya kesho. Ni kusihi uendelee kufuatilia TBC2 uweze kupata habari kemkem zinazojiri. Ulikuwa nami Ishaka Nyamihasi kwa niaba ya wote ambao wametamatisha matangazo haya, nikutakia usiku mwema. Alamsik.